Ndugu yangu, rafiki yangu, unaitazama video hii. Leo tutazungumzia kuhusu full moon ya tarehe 5 Novemba. Full moon tayari ilikwisha kuingia leo, tarehe 5 Novemba, kuanzia mida ya saa 10:19 mchana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tayari tumeshaingia katika msimu wa full moon, na nguvu zake zitadumu kwa muda wa siku 3, na matokeo ya hizi nguvu tutaendelea kuyaona kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo wiki nzima kuanzia sasa tutaanza kuona effects za full moon. Nguvu za full moon ni nguvu ambazo haziji kwa bahati mbaya, bali zinakuja kama kioo, zinaonesha ukweli wa ndani ambao tulijaribu kuficha. Wengi wetu tumehisi uzito katika siku zilizopita, tumeona ukimya, tumehisi maumivu, na wengine wamepoteza tumaini. Lakini mwezi huu unakuja na ujumbe mmoja muhimu sana, kwamba hakuna giza lisilo na mwisho. Hii full moon ni ya kuangaza ndani ya nafsi ya kila mmoja. Full moon hii italeta mwanga pale ambapo tulihisi tumepotea. Ni wakati wa kuona upya, kusamehe pamoja na kuponya. Mwanga wa full moon unakuja kufichua ukweli, utaondoa mzigo wa zamani na kurudisha uwiano. Ni kipindi ambacho hisia zitainuka, si kwa bahati mbaya, bali ili zionekane na ziweze kuondoka. Kwa hiyo usishangae kuona watu wengi wanapata hisia nzito. Wanakuwa ni rahisi sana kupata huzuni au kupata hisia za majonzi. Hiyo ni mojawapo ya effects za full moon. Watu wengi watasikia kama wako kwenye mabadiliko. Wengine watalia, wengine watataka kukaa kimya, na wengine watapata nguvu mpya ya kupumua kwa amani. Mwezi huu utaleta wazi, au tunasema clarity, yani uelewa wa mambo ambayo hayakuwa wazi. Yani yale mambo ambayo yalikuwa yamejificha, basi mwezi huu utaleta nguvu ya kuweza kuyafichua hayo mambo. Huu ni wakati wa kuelewa maana ya maumivu tuliyopitia na kuona hekima ndani yake. Full moon hii ni full moon ya maandalizi, uvumilivu pamoja na uthabiti. Kiroho, full moon ni wakati ambapo mwanga unafichua yote. Huu ni wakati wa kuona yale tuliyoyaficha mioyoni, huzuni, woga na hata matumaini ambayo tumeyazika kwa sababu tuliona kama hayana nafasi tena. Huu ni mwezi wa kusema, nimechoka kuficha maumivu, sasa ninaanza kupona. Na pia ni mwezi wa kujisemea, sitakimbia tena kutoka kwenye ukweli. Yani ukweli ni lazima ujulikane. Energy ya mwezi huu inaleta uzito, lakini pia ukombozi. Huu ni wakati wa watu wengi kutafuta maana mpya. Yani sio tu maana ya kisiasa au ya kijamii, bali kiroho. Ni wakati wa kuiuliza nafsi yako, je, ninataka kubeba nini kwenda mbele? Na ni kitu gani ni lazima nikiache nyuma ili niwe huru? Kwa hiyo jiulize, umebeba vitu gani ambavyo ni vikwazo ndani yako? Yani vitu hivyo vilikuwa vinakuzuia wewe kusonga mbele. Kwa sasa hivi kuna hisia mchanganyiko. Kuna watu wana furaha, wengine wana huzuni, wengine wamechanganyikiwa. Lakini kiroho, hii full moon inatuambia kitu kimoja muhimu sana. Kila giza linapojitokeza, mwanga nao unaongezeka. Nguvu hizi za full moon za mwezi huu zitaleta mwamko wa ndani kwa watu wengi. Huu ni wakati ambapo watu wataanza kujitambua upya. Wengine wataanza kusikia wito wa kuwa waadilifu zaidi, wa kweli zaidi, na watu wenye huruma zaidi. Na wengine watatambua kuwa mabadiliko ya kweli hayawezi kulazimishwa nje, bali yatatoka ndani ya moyo wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hapa ni suala la mtu mmoja mmoja kujitambua. Kiroho, mwezi huu unatutaka tuache kulalamika tu na tuanze kuomba mwanga wa ndani utuonyeshe njia ya kweli. Na pia nguvu za full moon zinatukumbusha kwamba jamii yetu inaanza kupona pale ambapo mioyo ya watu wake inaanza kupona. Kuna maumivu ambayo hatujawahi kuyasema, lakini mwezi huu unataka tuyasikie, tuyatambue na kisha tuyapumzishe. Wakati mwingine uponyaji hauji kwa maneno makubwa, bali unakuja taratibu, katika ukimya, katika pumzi tulivu, katika machozi ambayo hayaonekani hadharani. Mwezi huu unaamsha mioyo ya watu wengi. Wengine wataanza kujihisi tofauti, yani kama wanataka kujitenga na kelele
au wanataka kutafuta maana halisi ya maisha. Sasa hilo ni jambo la kawaida, wala usishangae. Hiyo ni ishara ya kwamba roho yako inataka mwanga zaidi, ukweli zaidi na amani zaidi. Katika kipindi hiki cha full moon, unaweza kujisikia kama unataka kuwa peke yako. Hiyo ni roho yako inajiponya. Yaani ukijisikia tu unataka kupata utulivu, unataka kuwa peke yako, hiyo ni ishara ya kwamba roho yako inatafuta uponyaji. Unaweza kuhisi umepoteza imani, lakini ukweli ni kwamba imani inajengwa tena kwa kupitia majaribu. Lakini pia unaweza kujikuta unaota ndoto zenye maana. Watu wengi sana ukiwauliza katika msimu huu watakwambia kwamba wanaota vitu ambavyo wanaviona vinatokea katika uhalisia wake. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna maandalizi ya mabadiliko ya ndani. Na nguvu za mwezi huu pia zinasema kwamba amka, lakini usipigane. Amka kwa upendo, kwa huruma na kwa imani. Full moon ya mwezi huu inakuambia kwamba achia maumivu uliyoyabeba muda mrefu. Samehe wale waliokuvunja moyo. Sio kwa sababu wanastahili, bali ni kwa sababu wewe unastahili amani. Moyo wako unastahili pumziko na utulivu. Tazama upya ndoto zako. Labda hazijafa, labda zilikuwa zinasubiri wakati wa mwanga kama huu. Huu ni mwezi wa kuweka mipango mipya kwa uhalisia. Kama maisha yako yamekuwa magumu, usijilaumu. Mwezi kamili au full moon huwa inafichua magumu hayo, sio kwa kukuhukumu, bali kwa kukusaidia kuyaona na kuyakomboa. Kwa hiyo hii ni nafasi ya kusema kwamba sasa ninajua nilipotoka na ninajua ninapokwenda. Kipi ninatakiwa kuachilia na kipi ninatakiwa kwenda nacho. Usijibebeshe mizigo. Mizigo haustahili kubeba wewe. Uachie ulimwengu upambane nayo. Katika full moon hii, watu wengi watasikia sauti ya ndani ikiwaambia, anza upya, anza upya. Yaani hata kama mazingira ni magumu, jua linaendelea kuchomoza. Hata kama habari ni nzito, bado kuna wema unaoota kimya kimya. Mwezi huu unatupa imani kwamba hata tusipoona matokeo leo, mchakato wa uponyaji unaendelea. Kwa hiyo usije ukakata tamaa, usije ukapata hofu, usije ukarudi nyuma. Endelea kusonga mbele. Haijalishi ni maumivu kiasi gani umepitia. Full moon inakupa mwanga wa matumaini kwamba mbele kuna mambo mazuri yanakuja. Kama unatazama video hii ukiwa na uzito moyoni mwako, tambua kwamba hauko peke yako. Kila roho iliyochoka kwa sasa ipo katika safari ya kupata nuru mpya. Watu wengi wanapitia katika kipindi cha kipekee, kipindi cha kuamka, kujitambua na kutafuta mwanga wa kweli. Full moon hii ni ukumbusho kwamba mwanga haujui mipaka ya giza, bali unapenya popote ulipo. Kwa hiyo usiogope mabadiliko, usiogope ukimya. Mambo mengi mazuri huwa yanazaliwa kwenye kipindi cha ukimya. Ndani ya siku hizi 3, siku zenye nguvu nyingi za kiulimwengu, yani tarehe 5, 6 na 7, unaweza kutoka nje. Simama mahali ambapo unaweza kuona mwezi. Kisha fumba macho yako kwa sekunde chache. Pumua polepole. Vuta pumzi ndefu kisha achilia taratibu. Fanya hivyo kama mara 3 mpaka mara 7. Kisha tazama mwanga wa mwezi unaoangaza anga la taifa zima. Angalia unavyogusa miti, nyumba, watu, hata wale wanaolia na wale wanaocheka. Mwanga huu hauchagui upande, unawafikia watu wote. Ujumbe wake ni mmoja tu, kwamba mwanga haupotei. Sasa jiulize ndani yako, ni sehemu gani ya maisha yangu inahitaji mwangaza huu? Ni kitu gani ninahitaji kuachilia leo? Ni wapi ninapaswa kupeleka upendo zaidi? Kila pumzi unayovuta, kumbuka kwamba bado una nafasi ya kuandika ukurasa mpya. Hata kama jana uliumia, kesho bado haijaandikwa. Kesho bado ipo kwa ajili yako. Kama kuna mizigo umeibeba moyoni mwako, sasa ni muda wa kuachilia. Achilia kila kitu, samehe kila mtu. Hakikisha mizigo yote unaiachia ulimwengu. Ulimwengu utajua namna ya kupambana nayo. Kama kuna mtu amekukwaza, kama kuna mtu amekuonea, uachie ulimwengu.
Mpe ulimwengu akapambane naye. Ulimwengu unajua namna ya kudeal na matatizo yako. Kama una ndoto zako unataka zitimie katika maisha yako, tamka kwa kutumia maneno yenye nguvu. Uambie ulimwengu, tangaza kwamba wewe sio maskini tena. Tangaza kwamba wewe sasa hivi ni tajiri. Una pesa nyingi, una nyumba nzuri, una gari nzuri. Ulimwengu unakusikia. Na acha kuwaza ni kwa jinsi gani utavipata hivyo vitu. Hiyo ni kazi ya kiulimwengu. Wewe endelea kuchapa kazi. Endelea kufanya shughuli zako kama kawaida. Ulimwengu utakukutanisha na watu sahihi. Ulimwengu utakupeleka sehemu ambapo utakwenda kutimiza ndoto zako. Ukiwa na imani hiyo, utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Mafanikio hayaji kwa kuumiza kichwa sana. Mafanikio hayaji kwa kujikosesha usingizi kwa mawazo na kuwaza. Mafanikio yanakuja pale ambapo utakuwa na imani thabiti kwamba hicho unachokifanya kitakuja kukuletea mafanikio zaidi. Kwa hiyo imani unayoibeba ndani yako ndio ambayo itakupeleka kwenye kitu unachotaka kitimie katika maisha yako. Achana na woga, achana na wasiwasi. Amini kwamba wewe ni mshindi. Amini kwamba chochote kile unachokitaka katika ulimwengu huu unao uwezo wa kukipata. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema kwa jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Hakika wewe ni mshindi na hakika sisi ni washindi. Full moon hii ya mwezi Novemba ni wito wa ndani ambao unatuambia kwamba tutaendelea kusimama, tutaendelea kuamini na tutaendelea kuwa mwanga. Kwa hiyo basi, kama unatazama video hii usiku wa leo, tafakari maneno haya hapa. Hata kama giza limeenea, mwezi bado unachomoza, na hivyo ndivyo roho yako inavyotakiwa kuchomoza pia. Usiache imani, usiache matumaini. Mwanga bado upo ndani yako. Na pia katika full moon hii unaweza kufanya mambo yafuatayo. Unaweza kufanya spell ya kuachilia. Hii unaifanyaje? Andika unachotaka kuachilia. Chukua peni na karatasi. Andika chochote kile ambacho unataka kukiachilia au kiachane na maisha yako. Hata kama ni huzuni, hasira au hofu, kisha choma karatasi hiyo kwa usalama au ifukie ardhini. Hii inawakilisha kwamba unaachilia mizigo yote. Au kama huwezi kuchoma, unaweza kuchana na kupeperusha. Yaani ni ishara ya kwamba unauachia ulimwengu matatizo yako. Unauachia ulimwengu ukapambane na matatizo yako. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya, unaweza kuomba na ukafanya maombi, unaweza ukatafakari au ukakaa kimya, yani ukaisikiliza nafsi yako. Usiharakishe majibu. Muda mwingine universe huwa inataka kutuambia kitu, lakini kutokana na haraka zetu, kutokana na fujo zetu, tunashindwa kupata ujumbe kutoka kwa universe. Kwa hiyo unaweza kutafuta sehemu yenye utulivu. Inaweza ikawa ni chumbani kwako au sehemu yoyote ile ambayo ni ya asili, yani nature, kwenye miti, pembezoni mwa bahari, mtoni, popote pale ambapo pana utulivu. Kaa kwa utulivu, anza kuisikiliza nafsi yako. Utaanza kupata majibu ya maswali ambayo ulikuwa unajiuliza. Yani bila kufanya chochote, bila kuwaza chochote. Utashangaa tu universe inakuletea majibu au universe inakujulisha kitu fulani. Kinakuja tu kichwani kwako. Na pia kitu kingine ambacho unaweza kufanya katika full moon hii ni kusafisha mazingira yako. Unaweza kupanga nyumba, kusafisha roho yako kwa vitendo vidogo vya upendo. Yani kama kuna mtu umegombana naye, unaweza kupatana naye au kufanya matendo ya huruma ya kuwasaidia watu wengine, kuwaombea au hata kuwafariji. Hii itakusaidia sana kuweza kuondoa energy mbaya ndani ya mwili wako na kuinua vibration ndani ya mwili wako. Watu wengi huwa hawajui kwamba kubeba chuki, kumchukia mtu au kumnyanyasa mtu huwa kunashusha vibration ndani ya mwili wako. Kwa hiyo yale unayoyaomba au unayotaka yatokee katika maisha yako yanakuwa hayatokei kwa sababu nguvu zako za ndani zipo chini. Kwa hiyo ili ziweze kuinuka na yale maombi unayoyafanya yaweze kupata majibu ambayo wewe unayataka, ni lazima uinue vibration zako kwa kujisafisha roho yako.
Kitu kingine ambacho unaweza kukifanya katika full moon hii ni kuomba kwa ajili ya nchi yako, familia, pamoja na kuombea amani. Kila ombi dogo huwa lina nguvu. Kwa hiyo hata ukinyamaza, nia yako inasikika kiroho. Unaweza kuwa umetulia tu, lakini moyoni mwako ukawa unatamka maneno ya kuitakia heri nchi yako, maneno ya kuitakia utulivu nchi yako. Universe inakusikia. Na sasa naomba nikukumbushe jambo moja la thamani sana. Inawezekana una maisha magumu sana. Unapitia mambo mazito sana katika maisha yako. Biashara haziendi, pesa hazionekani, una huzuni. Naomba nikuambie kwamba haupitii hayo kwa bahati mbaya. Kila pumzi unayovuta, kila hisia unazopitia, kila machozi yanayotiririka, yote yana ushahidi wa kwamba bado uko hai, bado unapigana, bado moyo wako unataka mwanga. Wakati mwingine maisha huwa yanatunyamazisha, yanatutenganisha, yanatufanya tujiulize, kwa nini mimi? Kwa nini sisi? Kwa nini kipindi hiki? Lakini kumbuka, giza huwa nene zaidi kabla ya alfajiri. Huu ni msimu wa kujijenga tena. Ni wakati wa kuanza kuzungumza na nafsi yako kwa upole. Ni wakati wa kuruhusu moyo wako uamini tena, hata kama umewahi kuvunjika. Kama umechoka, pumzika, sio kuacha. Usije ukakata tamaa ukasema mbona sifanikiwi, ngoja niachane na kila kitu kwa sababu umekata tamaa. Hapana, acha hicho kitu. Kama unaililia nchi yako, basi ujue haujalala moyoni. Una upendo, una utu na una mwanga. Na mwanga hata ukiwa mdogo vipi huwa haushindwi na giza. Siku zote mwanga lazima ushinde. Wakati mwezi huu unaonekana juu ya anga na wote tunauona, huu uwe ni ukumbusho ya kwamba bado tunasimama kwa pamoja kama watu, kama roho, kama familia ya taifa moja. Tutaendelea, tutapona na tutang'aa tena. Kama bado haujafika pale unapotamani kuwa, usijione kama safari yako inachelewa. Huenda umeshuhudia wengine wakipanda juu, wakifanikisha mambo, wakibadilisha maisha yao. Na wakati huo huo wewe bado unapambana, lakini mambo bado. Naomba nikuambie kwamba hakuna kilichochelewa kwa mtu ambaye hajakata tamaa. Safari yako ina muda wake. Mafanikio yako yana mlango wake. Na mlango huo haujafungwa. Ungoje ufike wakati wake. Wakati huu wa kusubiri sio adhabu kwako. Haya ni maandalizi. Ni wakati wa akili kukomaa. Ni wakati wa moyo kuwa imara. Huu ni wakati wa roho kujifunza kuona zaidi ya matokeo. Wakati ukifika, utaelewa haya maneno ninayokuambia. Utaelewa ni kwa nini vitu vingine vilivunjika njiani. Utaelewa ni kwa nini watu wengine waliondoka katika maisha yako. Utaelewa ni kwa nini ulikaa kimya kwa muda mrefu. Kwa sababu kile kinachokuja kinahitaji mtu aliyepitia, aliyevumilia na aliyekomaa. Kwa sasa ninakushauri hivi. Endelea kusimama, endelea kuamini, endelea kuomba, endelea kujifunza, endelea kujiinua hata kama ni mara 100. Kumbuka kwamba hakuna hatua ndogo kwa mtu anayepiga hatua. Mafanikio yako hayajakupita. Yako bado njiani, yanakufuata taratibu kwa wakati ulio sahihi kabisa. Usikate tamaa, mwanga wako bado unakuja na utakapokuja utang'aa mpaka wale waliokudharau watakuja kukuuliza uliwezaje. Hizi siku 3, tarehe 5, 6 na 7 zitumie vizuri katika kuachilia. Nguvu ya full moon huwa haina masiara na effect yake itaonekana wiki nzima. Kwa hiyo tumia vizuri hizi nguvu. Jiepushe na mabishano yasiyokuwa na sababu. Jiepushe na vitu ambavyo vitakupa hasira, vitakukasirisha au vitakupa huzuni. Kwa sababu full moon huwa ina tabia ya kuongeza hisia. Yaani watu wanakuwa na hisia nzito sana. Kwa hiyo jiepushe na mambo hayo. Jitahidi sana kukaa peke yako. Naomba nikutakie siku njema, moyo mwema na usiku mtulivu. Amani ikuzunguke, upendo ukae ndani yako na mwanga wako usizimike kamwe. Tafadhali sana share video hii na wale wote uwapendao, ili na wao waweze kupata ujumbe huu adimu sana kutoka kwa Universe. Na huu ndio ujumbe wako wa leo kutoka kwa Universe. Kama ulikuwa bado hujasubscribe,
make sure una subscribe ili video zinazofuata zisije kukupita. Asante sana and happy full moon.